Za kuandaa mchoro kama unavyouona, nitajaribu kuufafanua kwa uchache ili mradi upate taswira ya kile kitu ambacho kitaenda kufanyika au baadhi ya mitambo ambayo itakuwepo katika hicho kiwanda chetu. Ukiangalia mfumo wetu unaanzia hapa. Lakini sehemu ya mwanzo kabisa ya huu mtambo wetu itakuwa ni hii hapa. Sehemu ya mwanzo kabisa ya huu mtambo wetu itakuwa ni hii hapa kama unavyoona. Hii ni conveyor belt au mkanda wa kubebea material. Ni mkanda ambao wa kubeba korosho. Kwa hiyo huu mkanda unaenda ukizunguka hivi. Utakuwa ukichukua korosho kutoka chini, zile korosho zilizotoka store, kwa hiyo zitachukuliwa, zitawekwa hapa. Zikiisha wekwa hapa hizo korosho, kwa hiyo huu mkanda wenyewe utazichukua, utazitia katika hii tunaita wash pool. Hii ni sehemu ambayo korosho zitapitia hatua ya kwanza ya kuoshwa. Zitaoshwa katika sehemu hii kwa kutumia maji, lakini pia zitafika hapa, zitakaushwa, zitaingia katika huu mkanda au hii conveyor ya pili kama unavyoiona imekuja imepotelea hapa. Sasa hii ndio inakuja hii conveyor hii, unaona, baada ya korosho kuwa zimekwisha oshwa, zinakuja katika hii sehemu au katika huu mkanda wa pili ambao unazunguka wenyewe, unapandisha juu. Sasa huku juu unapandisha wapi? Huku juu kama tulivyoona hapo mwanzoni, cholo wetu ni huu hapo. Ni huu hapo kama unavyoona. Kwa hiyo ile conveyor au ule mkanda wetu ndio huu hapa. Baada ya korosho kuwa zimeoshwa, zitapandishwa juu na kuja kuwekwa moja kwa moja katika katika ambalo hapa tunaona kuna matenki haya mawili, 1, 2, na hili la tatu nitaeleza. Yote matatu nitaeleza kazi zake. Hili la kwanza linachukua korosho kilo 800 na la pili linachukua korosho kilo 800. Hizi ni boiler, ni sehemu za kuchemshia korosho, na huu mtungi mmoja ndio boiler ambayo inaleta joto kwenye hii mitungi au kwenye haya matenki yetu mawili. Baada ya korosho zetu kuwa zimekwisha kuchemshwa kwa joto lile linalotakiwa kitaalam na kwa mtindo ule ambao unatakiwa kitaalam, yani hizi korosho zinakuwa zinachemshwa kwa kutumia mvuke tu, zenyewe zinakuwa zinachemshwa. Kwa hiyo korosho zitatoka baada ya kuwa zimeshachemshwa, zitatoka kupitia tenki la kwanza, litatoka kupitia bomba hili, tenki la pili litatoka kupitia bomba hili. Litakapotoa hizi korosho zitakuja hapa tena. Zitakapokuja hapa chini kuna hii conveyor ya pili au huu mkanda wa pili ambao sasa utazichukua hizi korosho, utaziingiza sehemu ya tatu. Sehemu hii ya tatu kama tunavyoona katika huu mfumo wetu wa tatu. Huu mfumo wetu wa tatu wenyewe unafanya kazi ya kuzipooza zile korosho ambazo zimetoka kwenye hizi boiler zetu, kwa sababu zinakuwa za moto. Kwa hiyo zinaingizwa humu ili zipoozwe, na huu mfumo wetu utakuwa una njia ya kuingiza hewa ya baridi na njia ya kutoa hewa ile ya moto ambayo imetoka kwenye hizi korosho zetu zilizochemshwa au zilizopikwa. Kwa hiyo hii hapa ni sehemu ya kupooza korosho. Baada ya korosho kuwa zimepozwa, zitatoka kupitia sehemu hii hapa, ambayo sehemu hii zitachukuliwa tena korosho kupitia huu mkanda au hii conveyor belt. Baada ya korosho zetu kuwa zimechukuliwa kupitia hii conveyor belt yetu, zitaingizwa katika sehemu inayofuata ambayo kama tunavyoona ni cashew nut au kama tunavyoona sehemu itakayoingizwa korosho zetu hii hapa. Nisogeze hapa uione kwa karibu. Yenyewe unafanyika kama cashew nut cutting machine. Ni mtambo wa kubangua sasa zile korosho, ambao mtambo huu kwa mujibu wa calculation hizi tutatengeneza mtambo ambao utakuwa una uwezo wa kubangua korosho kilo 800 kwa saa. Takribani kilo 800 kwa saa. Baada ya korosho kuwa zimebanguliwa hapa, zikatoka korosho pamoja na maganda yake, zinaingia moja kwa moja kutoka kwenye mtambo, zinaingia kwenye mtambo mwingine ambao unafahamika kama separator. Acha nisogeze hapa ili uweze kuona.
tutaingia katika mtambo huu ambao unafahamika kama separator. Baada ya separator, anafanya kazi gani? Separator yenyewe inatenganisha lile ganda la korosho na ile korosho yenyewe. Baada ya hapo, hizi korosho zitatoka sasa, zitatolewa manually, zitaletwa moja kwa moja kupitia matray, zitaletwa kwenye hizi dryer. Kwa nini tunaziingiza katika dryer? Tunaingiza katika dryer ili kuondoa ile moisture ambayo ipo ndani ya korosho, ili kufanya ganda lile jembamba liachane na ile mbegu ya korosho yenyewe. Baada ya hapa, korosho itachukuliwa tena kutoka kwenye hizi tray, itakuja kuwekwa kwenye hii dihaski, ambapo hapa napo patakuwa na mfumo wa kuziingiza hizi korosho kwenye hii mashine, ambayo mashine hii ambayo inafahamika kama dihaski. Hii mashine inafanya kazi ya kuondosha lile ganda dogo la korosho. Baada ya kuondoshwa ganda dogo la korosho, hizi korosho sasa zitatoka moja kwa moja kwenye conveyor, au kwenye huu mkanda kama tunavyoona. Zitatoka korosho, zitakuja kwenye sehemu hii ambayo inafahamika kama vacuum packaging machine, hii hapa, ambayo ni mashine sasa ya kufungasha. Lakini pia nikumbushe kitu hapa, korosho baada ya kutoka katika dryer, kwa sababu zinakuwa ni za moto, huwa zinaachwa kwa muda kidogo zipoe, lile joto lipungue, ndio ziingizwe katika dryer. Kwa hiyo mpango mzima wa mtambo wetu ni kama ambavyo unavyoonekana katika picha.